Mimi ni mhandisi Abneri Josia Mganga na ni mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mwanza. Kama ilivyo ada, TAKUKURU tumekuwa tukitoa taarifa zetu kwa kila robo ya mwaka kuonyesha ni mambo gani ambayo tumefanya kwa kipindi hicho, kazi zote ambazo tumezifanya, lakini pia kuendelea kuelimisha na kutoa taarifa kwa umma ni namna gani ya kutufikia wakati wote. TAKUKURU mkoa wa Mwanza imeendelea kufanya majukumu yake kwa mujibu wa sheria, majukumu ambayo ni uzuiaji wa vitendo vya rushwa, uelimishaji pamoja na uchunguzi wa tuhuma mbalimbali zinazohusiana na vitendo vya rushwa. Katika kipindi cha mwezi Oktoba mpaka Disemba ambapo taarifa hii itajikita, TAKUKURU mkoa wa Mwanza imefanikiwa kudhibiti fedha kiasi cha shilingi milioni 85, fedha ambazo zilikuwa ni malipo ya walimu wapya. Kama mtakumbuka, serikali hivi karibuni iliajiri walimu wapya wa shule za sekondari. Kwa hiyo katika kipindi hicho walimu ambao walikuwa wamepangwa katika halmashauri mbalimbali za mkoa wa Mwanza ikiwemo jiji la Mwanza, jumla walimu 77 walicheleweshwa malipo yao ya kujikimu. Kwa hiyo yaliibuka malalamiko mengi na kuonekana kama fedha zile pengine zimeliwa. Sasa TAKUKURU iliingilia kati na kuwezesha fedha hizo zote kupatikana na kisha kulipwa kwa walimu hawa. Kumbuka kwamba walimu walicheleweshwa fedha hizo kwa zaidi ya miezi 6. Kwa hiyo kidogo ileta sintofahamu, lakini kwa intervention ya TAKUKURU kazi hii ilifanyika na walimu wote walipwa fedha zao. Katika dawati la uzuiaji wa rushwa tumekuwa na kazi mbalimbali ikiwepo chambuzi za mifumo, lakini pia ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa hiyo katika kipindi hicho TAKUKURU imefanikiwa kufuatilia jumla ya miradi 17 katika mkoa wa Mwanza, miradi ambayo ilikuwa ina thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4.7. Katika kipindi hicho ambacho TAKUKURU imefuatilia miradi hiyo, ilibainika changamoto na mapungufu madogo madogo ambayo TAKUKURU kama ilivyokuwa jukumu lake kupitia wataalamu wake ilifuatilia na kutoa ushauri kwa wakandarasi ama taasisi ambazo zilikuwa zikitekeleza miradi hiyo. Na baada ya kutoa mapendekezo hayo, ilifanywa kazi na miradi hiyo yote ilikamilika kwa ukamilifu na kwa ubora uliokuwa unatakiwa. Lakini pia katika ofisi ya TAKUKURU tunao dawati la elimu kwa umma ambayo jukumu lake kubwa ni kutoa elimu mbalimbali ya mapambano dhidi ya rushwa, kuwafanya wananchi kuwa na uelewa wa wajibu wao na haki zao, lakini pia kuwa na uelewa wa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa pale inapoonekana vinajitokeza. Kwa hiyo katika kipindi kama hiki, kipindi hicho cha Oktoba mpaka Disemba 2025, TAKUKURU ilifanikiwa kufanya semina 43, lakini ilifanya mikutano ya hadhara 53, tulifanya uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa mashuleni na vyuoni jumla ya 26, lakini tulitoa habari 3 na vipindi vya redio 12, lakini pia tulifanya jumla ya maonyesho 3. Kwa hiyo yote haya yalikuwa yamelenga kuhakikisha kuwa wananchi wanapata uelewa mkubwa wa mapambano dhidi ya rushwa, lakini pia kuhakikisha wananchi wanajua ni namna gani kutimiza wajibu wao, lakini pia kudai haki zao. Sehemu ya uchunguzi na mashtaka ambayo ni jukumu lingine kubwa la TAKUKURU, tumekuwa tukipokea malalamiko mbalimbali ya vitendo vya rushwa, na tukipokea malalamiko hayo tumekuwa tunafanya uchunguzi wa kina na kuthibitisha tuhuma mbalimbali na kuzitolea maelekezo, aidha kuzipeleka mahakamani kupitia ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali, lakini pia tumekuwa tukishauri mamlaka mbalimbali ambazo pengine ni vitendo, tumepokea malalamiko ambayo hahusiana na vitendo vya rushwa. Kwa katika kipindi kama hicho cha Oktoba mpaka Disemba 2025, tulifanikiwa kupokea taarifa 59. Katika taarifa 59, taarifa 24 zilihusiana na vitendo vya rushwa na taarifa 35 zilikuwa ni za vitendo ambavyo havikuwa vya rushwa. Na katika kipindi hicho tulifanikiwa kushinda kesi 2 ambazo zilikuwa mahakamani. Aidha, taarifa zinazohusu vitendo ambavyo ni vya rushwa zimefunguliwa majarada ya uchunguzi na uchunguzi katika hatua mbalimbali. Kipindi hicho pia tulifungua kesi nyingine mpya 4, lakini pia kulikuwa na kesi nyingine 9 ambazo zilikuwa zinaendelea mahakamani. Katika kipindi hiki
ambacho tayari tumekwishaanza robo ya 3, TAKUKURU imekuwa na mikakati ya kufanikisha mapambano dhidi ya rushwa kwa kuzuia vitendo vya rushwa, ambapo tumekuwa tunatoa elimu na tunaendelea kutoa elimu kuhakikisha wananchi wote na wadau wanafahamu namna ya kupambana na rushwa. Lakini tumekuwa tukichunguza au tumepanga kuendelea kuchunguza vitendo vya rushwa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia kupambana na rushwa namba sura ya 329. Lakini pia tunaendelea kufanya chambuzi mbalimbali za mifumo ya serikali ili kufuatilia utekelezaji wa mifumo hiyo. Lakini pia popote pale tunapoona kwamba kunakuwa na mapungufu, tumekuwa ni jukumu letu kuzishauri mamlaka na kuwekeana malengo namna gani ya kuziba hayo mapungufu ambayo kama yakiachwa yanaweza yakasababisha vitendo vya rushwa kujitokeza. Lakini jukumu lingine kubwa ambalo liko kwenye mkakati pia wa Januari mpaka Machi 2026 ni pamoja na kufanya ufuatiliaji wa miradi yote ya maendeleo, kuhakikisha kwamba hakuna uvujaji wa fedha ya serikali wala hakuna ubadhirifu wa fedha ya serikali, au kuhakikisha miradi yote ya serikali inafanyika katika ubora uliokusudiwa na kwa thamani ya fedha iliyotolewa na serikali. Wito wa TAKUKURU ni kuomba wananchi wote na wadau wote kushirikiana na TAKUKURU, hasa nyewe wanahabari, kutufikishia taarifa mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine ni kero kwa wananchi, ambazo zinaweza zikachochea kuwepo na vitendo vya rushwa. Na hivyo kama tutakuwa tunapokea taarifa kama hizi zitatusaidia sana kufanya kazi na kuhakikisha tunatokomeza kabisa rushwa. Pia tukumbuke kwamba TAKUKURU inayo namba ya bure, namba 113, namba ambayo kimsingi ni namba ambayo mwananchi yoyote kwa kutumia simu yoyote wakati wote anaweza akapiga iwapo ataona kuna vitendo vyovyote ama kuna viashiria vyovyote vya kutaka kutokea vitendo vya rushwa, ama ataona kwa namna yoyote ile haki yake haipati kwa wakati. Kwa hiyo ni vizuri ukatoa taarifa kwa TAKUKURU ili basi TAKUKURU ichukue hatua za haraka, mtu apate haki yake, lakini pia rushwa iendelee kutokomezwa. Kama mnavyofahamu, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, kila mmoja tutimize wajibu wetu.